mkutano tena, mnamaliza mkutano huu katika Jumapili ya mchungaji mwema. Manake ingawa leo tunasema ni Jumapili ya miito, kwa tutaiongelea na yenyewe, manake sote hapa tunaingizwa katika lile kundi la wachungaji, kila mmoja kwa namna yake. Hawa walio mbele huku na wachungaji na ninyi mlio huku, kwa sababu umetoka sehemu mbalimbali, tena wengine mbali sana, kuja hapa kujionyesha kwamba ninyi sasa mnakuwa nini, mnakuwa wachungaji, na Mungu anafanya mwe wachungaji wasiopitia dirishani, bali wanaopitia mlangoni, Hao ndio ninyi tunategemea muwe wana Kolping, baba wa fanyakazi, baba wa wanyonge, ndiye Kolping, na ninyi mnakuja kuwa sehemu ya wachungaji. Tuanze kwanza na Jumapili ya leo. Ni Jumapili ya mchungaji. Anayetuambia kwamba mimi ni mchungaji mwema, nazijua kondoo wangu na wenyewe wananijua. Napitia kwenye mlango kwenda kuwaona kondoo wangu, na nikifika wanafurahi kuniona na wananipokea. Sio kama yule anayepitia dirishani au pembeni kule anayebomoa, na wale waliofanya hilo wote ni wanyang'anyi na wezi. Hawana uzuri juu ya kondoo, bali kondoo wao ni kwamba wako pale kuchinja, kula kondoo hao, wako pale, na akija mnyama wataacha kondoo pale waladuliwe, nao watakimbia. Na mama kanisa akatoa Jumapili hii iwe Jumapili ya miito. Miito, kuna miito ya ndoa, kuna miito mingi sana. Kwa namna pekee hapa kanisa anamaanisha miito ya uweko wa wakfu, mapadre, mashemasi, maaskofu, watawa, ambao tunajitoa ili tuweze kumtumikia Mwenyezi Mungu. Na hapa kwa kifupi nitaongea juu ya vitu vitatu juu ya miito. Jambo la kwanza, natuambia kwamba ombeni Bwana wa mavuno alete watendakazi katika shamba lake. Ndio sala kubwa tunayotoa, tupate watendakazi. Ni wachache. Mimi leo nimekuwa kule, wakati mvua inanyesha, nimekuwa kule, kuna kijana mmoja kinaitwa Kakaruguru. Nadhani kwa kama yuko anakifahamu. Kule ukienda nikuta maji namna hii, ibidi nitie mabuti pale. Na unateremka hivi, wakanishika mkono wakasema, mzee ukivunjika hapa hakuna kuunga tena. Ningekuwa na mapadri wengi, ningekuwa naishia vigango vya karibuni hapa, na hata wengine waende. Hizo tu tuko wachache. Hivyo jambo la kwanza ni kuomba Mungu atupe miito. Na miito hii ya kwanza ni wale wa seminari. Hivyo ni kuhakikisha watoto wenu wana Kolping wanakuja seminarini. Wenda wengine wamepita seminari hapa kufika, basi wala utume mtoto au msaidie mtukuu au sister, wala ukufidie. Na kwa sababu tulikuwa ukuja ulete wawili sasa, ili waweze kuwa mapadre, ili waweze kufidia vizuri kwa ile elimu uliyopata. Na hata kama hauna mtoto wako, unasaidia watoto wa wengine na wengine wafanye nini, wafiki. Hii inanipa mfano wa Kolping mwenyewe. Kolping mwenyewe alizaliwa katika familia fukara. Baba yake alikuwa mchungaji katika shamba la mtu. Sio kama alikuwa na ng'ombe na mbuzi, alikuwa anachunga mifugo ya mtu mwingine. Hivyo hakuwa na pesa. Kiasi kwamba Kolping ingawa atakuwa padre, akashindwa hata kwenda shule ya sekondari. Akafanya kazi ya kusuka viatu miaka 10. Anajiweka sawa kwenda nini? Kwenda sekondari. Alikwenda sekondari akiwa na miaka 23. Lakini akakimbia kufika mwaka kwenye miaka 40 hapa alipoingia seminari kuna baadaye akawa nini? Akawa padre. Lakini alifanya kazi kubwa. Hivyo ni juu yetu sisi vile vile kuwasaidia ili waseminari wanaoweza wafike. Hiyo ni jambo mojawapo, ni wito mojawapo wa wana Kolping. Tumeupokea? Ni kusaidia waseminari wetu wafanye nini? Wafike. Na Kolping ijulikane kwamba kama kanisa alifanyi kazi, na Kolping imekufa. Tulikweli?
Nilisema na niwasomea kitu kutoka kwa sera ya Coping International kwamba kanisa kama halifanyi kazi, parokia yako kama haifanyi kazi, Coping hawezi kufanya kazi nzuri pale ukawa na familia za Coping nzuri kama parokia yao haifanyi kazi. Hivyo na sisi wana Coping, kazi mojawapo ni kuhakikisha tunasaidia hizi parokia, tunasaidia hawa mapadre waishi vizuri, kutegemeza. Ninyi mkishaweka mkakaa vizuri mkainuka, muinue na nini? Na kanisa. Mwasaidie wana kanisa, msaidie kanisa na ninyi iweze kuinuka, kwa sababu ninyi ni sehemu ya kanisa ambao mnasaidia watu wana kanisa na wasio wa kanisa, lakini mnawasaidia kwa jina la Yesu Kristo Bwana na mkombozi wetu. Jambo la pili. Jambo la tatu ni kusaidia wana kanisa kiroho na nini? Wanawasaidia kiroho. Wanawaletea mambo yote, wanawaletea sakramenti, wanawabariki, wanaongoza, wanafanya nini? Lakini nanyi mwatazame kwa jicho zuri. Kwa jicho zuri. Muongelee vizuri, mwasaidie vizuri. Sio kama wafanya hawezi kukosea. Tunataka kukutania askofu. Ni binadamu kama binadamu wengine. Tunataka kukosea tu na nakosea. Sio kama naweza nakosea. Mdhambi kama wadhambi wengine. Hivyo mnapotuona mtuone vizuri na mtuongelee vizuri. Na hasa ninyi wana Coping muwe karibu nasi, mtusaidie. Msitoke hapo kwenda kutunununa. Tuko pamoja. Msitoke hapo kwenda kutunununa. Hapo ndio kwamba huyu ni mchungaji mwema ambaye tunafanya kazi pamoja, kufanikiwa kwake ndio kufanikiwa. Hivyo mwasaidie waweze kwenda vizuri na waweze kwenda mbele. Hiyo ndio ya mchungaji mwema. Sio ninyi tu, naongea kwa wote na wakutana nao. Hata wale wanaojitoa katika vyama vya kitume. Na ninyi mnajitoa katika chama cha kitume ambacho kazi yake kina kazi mbili. Ya kwanza ni kuwa watakatifu. Ninyi muwe watakatifu. Ya pili ni kuhakikisha wana Coping hawabaki duni. Na hiyo ni wito. Na msisahau. Sasa jambo lingine nataka kuongelea ni ninyi wenyewe. Na ninyi mna wito. Leo ni kwa kawaida katika parokia siongea na ikiwa wito wa upadre ni kuja kwa kirefu sana. Hiyo wito wa upadre, lakini leo nataka kuongelea hasa juu ya wito wenu kama wana Coping. Mmemaliza mkutano. Ninyi wenyewe ndio ninyi wajumbe wanaoenda kupeleka wazo, kupeleka mori, kupeleka uwezo, kupeleka nguvu kwa wale mnaopata nyuma. Na wako wengi. elfu 15 ni watu wengi sana. Ni watu wengi sana. Nilikuwa Kondoa pale wana wa Kristo 60. Hivyo 15 ni karibu moja zaidi ya 1/6 ya nani ya watu wa kule. Hivyo ninyi sio parokia, ni kama maparokia matatu sehemu nyingine. Hata na Dar es Salaam yenyewe nadhani parokia ina watu wengi sana. Hivyo ninyi mna uwezo wa kwenda kufanya nini? Kujenga. Kazi yenu mna wito. Ndio kwamba mna wito wa kwenda kujenga watu. Ili wana Coping wawe watu wazuri. Hauwezi kufanikiwa katika mambo ya ulimwengu kama wewe mwenyewe haujajijenga. Ukawa mtu mzuri, mtu mwenye moyo, mtu mwenye kutaka kusaidia, mtu mwenye kutoa, mtu mwenye kujisadaka, mtu mwenye kuona kwamba mimi najiona kama mchungaji mwema. Ndio nimeanza kwamba nini leo kundi la wachungaji wema. Mjione ninyi kama sehemu ya muendelezo wa hii wachungaji. Ndio jambo la kwanza. Ndio kwamba ninyi ni muendelezo wa wachungaji. Mkifika kondo wenu wawatambue kwamba hawa ni viongozi wetu. Sio watu wanaokuja kufanya nini? Kuona watapata nini kutoka kwetu. Hata wale wanaotaka sisi tutapata nini? Tutafanikiwaje? Ndio kazi ya kwanza ya kwenu kama viongozi. Jinsi ya kusaidia wengine wafaidike. Jinsi ya kusaidia wengine wafaidike. Jambo la pili ni kuwajenga. Ndio sababu wakati naongelea niliongea kwamba programu ya kwanza kubwa na endelevu ilikuwa ni kujenga watu, sio kujenga vitu. Vitu ni nyongeza. Kujenga watu. Ufukara sio vitu, ufukara ni kichwa. Ufukara ni kichwa. Na hatuwezi hata siku moja
kuwatoa watu katika ufukara kama hatujageuza, naita mindset. So nilikuwa tafuta neno la Kiswahili na kosa, lakini alifanya kichwa ndio zake zote anaweza kuwa sana, lakini hapa anabaki ni utakuta pale ni omba. Hivyo msitujengee chama cha Korpi kama cha omba. Msitujengee Korpi kama cha omba. Ukija kuwa omba, nilikuja kujua ili nataka kusaidia watu mara nyingine. Namsaidia naona ni maskini, namsaidia naona anahitaji. Wakasema ukimpa mtu mara moja anakushukuru. Na ni kweli nimeona ni kweli kabisa anakushukuru. Ukimsaidia tena akakaa hivi akaja arudi tena. Ukamsaidia mara ya pili, hapa anategemea wewe ni mfadhili wewe. Na ukimpa mara ya tatu inakuwa haki yake. Kwa anakuja tena kama ATM. Jamani naomba. Unakuwa kama ATM. Sasa msifanye na Korpi kwa ATM. Tuko pamoja. Bali muwasaidie, yani muwape ndoano. Msiwape samaki. Muwape ndo wavue, wajifunze kuvua na ulisikie vizuri kwamba kikundi kile tumekimaliza sasa kinaenda. Sio kwamba kila mwezi kinarudi. Kila mwezi sasa kitategemea nini? Naongea Kiswahili na tumia mtu haelewi. Kitategemea nini? Tuko pamoja? Hiyo ni kama wachungaji, ukitafanikiwa kama mchungaji, ukiweza kufanya kondoo wako wakaenda, wakaendelea, wakawa ndio wanafanya nini? Wakawa ndio wanakurudishia wewe sasa. Kusaidia wengine. Sisi ulitusaidia, tumefikia hapa. Sasa na sisi tunajitoa ili tusaidie na hiyo ndio Korpi. Na ndio alifanya Adolf Korpi. Adolf Korpi hakuwa na wafadhili hata kidogo. Alishika watu wale machinga, wale machinga. Yaani machinga kabisa yani hiyo. Alishika wale machinga, akawaweka pamoja, wakajidhatiti. Alikofanya kitu kimoja tu, kuwatengia ndio mtu za kulala. Wakawa wanapata wale kwa kulala, wanatoka kule wanafanya pamoja. Mwisho wakatoka pale wako watu wanaojitegemea na kutegemea. Huo ndio wito mlionao. Na ndio wito wa Korpi ambao mnataka kufanya. Na kama Korpi yako, familia yako haitafikia pale, haujafanya chochote. Utaendelea kuja kwa baba askofu hapa, sijui mtakula nani samani sana baadaye, lakini naona wengine wameketi mbele bila shaka. Walioketi mbele inaashiria ni kwamba au tafuta kama wanarudi. Jamani sasa fika mahala nenda. Nashukuru sana jimbo kuu la Dar es Salaam. Bahati nzuri chancellor yuko pale na mtu mkubwa sana kule. Ingawa kidogo alikuwa kijana sasa hivi ni boss huko kwetu. Nikienda naomba ruhusa. Kila kufanya kitu na inakuwa rahisi kumwandikia yeye kwanza kabla sijaandikia yule mkubwa wake. Hivyo inakuwa rahisi. Hata kama wale watu na propaganda film straight. Sisi hapa tunajitegemea. Peleka kwa wengine wanaohitaji. Lakini tunahitaji nguvu kwa sababu kupata haijazidi mara moja. Hata mara moja huwezi kushiba. Kusema inatosha. Tena unakuta wale wenye hela ndio wanatafuta zaidi, ndio wananyakua. Na bado anafanya tunazo nini? Lakini wakasema hapana, sisi tumefika mahala tutaenda. Sasa wengine wafanye nini? Wapate. Na sisi ndio hiyo mnapata kufika pale na kusema kwamba ninyi mmekuwa wana Korpi waliokomaa. Korpi Tanzania ilikuwa nyingine ya Uganda na Kenya zilianza kabla ya sisi. Sisi ikaja kwetu. Na tukaenda mbele sana. Na sasa tunaweza kuonyesha kwamba tumekwenda mbele. Na tunategemea sana ni ninyi huko mahali mlipo majimboni. Hiyo ndio Korpi. Nimerudia kila wakati. Ndio sababu nilikuwa naongea changamoto nyingi, nasema hiyo ndio huko tu. Kule majimboni ndio Korpi nje. Kiweza kuwafanya watu wana Korpi walioanza unamkuta yuko fukara, unamkuta hawezi, ukamwezesha akaweza kujiendeleza kiroho, moyo wake ukawa safi, dini akashika vizuri, familia yake. Korpi bila familia haipo.
alisema kwamba msingi wa wanakorpi ni familia. Siongee juu ya familia kubwa ile ya korpi, na ongea juu ya familia zenu ndogo ndogo zile, baba, mama na watoto. Korpi kasema hiyo ndio msingi. Ikiwa nzuri hiyo, na maendeleo yatakuja. Kama familia hii haiendi vizuri, na maendeleo hakuna. Hiyo ni maneno ya korpi, sio ya kwa. Na hiyo kifanya kitu kimoja cha kwanza ilikuwa ni kuimarisha zile familia ili ziwe imara. Hivyo na nini vile vile katika kufanya kazi, msifanye mambo tu ya lima nini. Kwanza imarisha watu wawe wana kiroho nzuri, wawe na familia zilizo imara, ambapo wanapendana, wanashirikiana. Kama mume anafikiana na mke wako, unapenda kufikiana na jirani mwingine, haiwezekani. Mama utapenda kwa sako zingine tembe wako mnanyang'anyana, haiwezekani. Hivyo jumuisha ile familia ndio imara. Alafu kutoka pale fanya wanakorpi kila mmoja ajisikie, ajitegemee, aone kwamba anaweza kukalisha familia yake na akaenda nayo mbele. Yule aliye na uwezo anamnyanyua yule ambaye hana uwezo. Sio wanakorpi. Niliwaambia mara iliyopita kwamba msemo wa korpi anasema kwamba kitu ambacho hakiwezekani kwa mtu mmoja mmoja, wakiwa wengi pamoja tunashukuru kina mama wanaijua sana hiyo kitu. Hiyo sababu wanatengeneza vikundi vingi sana. Na naambia na baba mliopo hapa, siku zijazo sasa kwenda kuomba kufanya vyama vya kina baba vya kujitetea. Kwa sababu akina mama mnashirikiana, unapata nguvu. Sisi tunatengana, tunadhoofika. Na tukidhoofika tunaanza kuomba kwa mama ya rabina kuna pombe, kupoteza mawazo. Hivyo ndio naambia kwamba tujenge zile familia, tushirikiane zile familia. Hivyo naambia nini, kwa sababu ninyi ndio viongozi. Ndio sababu mmekuja hapa. Ninyi ni viongozi wa korpi. Na kama viongozi wa korpi, mwende na moyo ule wa kupanda mbegu yenye, yaani kuwapa watu matumaini, sio kuwakatisha tamaa, kuwapa watu matumaini. Na mtu akiwa na tumaini akajiamini kwamba anaweza, ataweza. Lakini akijiona fukara, atabaki naomba kwa sababu hawezi kujaribu. Anajua kujaribu mtashindwa tu. Hivyo anachoweza kufanya ni wengine walifanya nini? Walisaidia. Hivyo mnaweza. Na misaada tutaipata, ndugu zetu wanatusaidia sana, lakini hiyo iwe ya nyongeza, ya kuongeza kwa kile ambacho sisi tumefanya nini? Tunakifanya, wanatusaidia kuongeza. Sio kama wao watufanyie hata kidogo. Hivyo ninyi ni wachungaji wema ambao mnapaswa kwenda sasa mkisaidiana na walezi wenu kuchunga wale kondoo ambao mmekabidhiwa. Na ni kazi kubwa sana. Msijidhanie kwamba mna wajibu mdogo, wajibu mkubwa sana. Najua hapa kuna waratibu wa kanda, jua kwamba kanda yako iende vizuri. Ni vizuri, ndio na wengine wanaomba msaada, ni kazi yako hiyo, kama mratibu lazima ufanye. Wengine hawatakupa chochote. Lakini hakikisha vile kanda zako zile zinaenda vizuri. Zinaongeza wanachama, zinaongeza mshikamano, na zinaongeza uwezo wa kutoa na kujitegemea. Na hiyo ni muhimu sana. Na kushirikiana na wote, hasa na kanisa lako. Na kama wako katika parokia, uhakikishe kwa kutembea nao, awatambue kwamba hawa ni wanakorpi. Mimi nafurahi wanapokwenda kule maparokiani siku za kipaimara. Hauwezi kwenda kipaimara katika parokia karibu nyingi zina korpi hapa bila kuwaona watu wamevaa nani hiyo njano na nyeusi. Unawaona tu pale mara moja. Sisi wana korpi. Hata kama wanaleta bahasha hata kama kidogo. Hii bahasha ni ya korpi. Hiyo ni juza tupite uwepo. Wajio yani waone fahari kwa wana korpi. Hiyo ndio jinsi tunachokihitaji. Na hiyo ndio itakuwa ni ushindi. Na nimeshukuru sana kuona mapadri wamekuja wengi waliowasindikiza. Hongera sana mapadri kwa hilo. Inakuwa ni alama ya ule uhusiano uliopo kati ya korpi na kanisa mahali mnapotoka. Hata na wengine ambao wakuja ndio wapo. Wanajua kwamba wapo na wanawatambua. Na hiyo mjifanye mtambulikane. Mjifanye mjulikane. Na hiyo ni muhimu sana. Na kila mmoja wetu kuanzia na watu wa Bukoba, naona afadhali wewe. Sio wa Bukoba wewe. Wa Bukoba. Huyu wao ndio anajitahidi. Lakini ongeze kasi. Huyu ni mzee kanisa wa korpi. Muongeze kasi. Hivyo napenda hiyo kushukuru. Hivyo leo ni Jumapili ya mito. Tuwasaidie mapadre, tusaidie waseminari, tuwachangie waweze
kufika, tusaidie mapadre wakae vizuri, tuwezeshe mapadre. Lakini na ninyi nitaka kuuliza jambo moja, na niona kwangu leo ndio muhimu sana, tofauti na ile niliyokuja kwenye vikao na mahali pengine, kwamba ninyi ni viongozi, ninyi ni sehemu ya uchungaji, na kwa namna hiyo kila mmoja ajisikie kwamba ana wajibu, na ukijiona kwamba una wajibu na ukafurahi kuona wajibu wako unafaulu, hapo utakwenda vizuri. Ukifurahi kuona wanakopi wako wamekwenda vizuri, ukikutana naye unakuta hana kwa chako, watoto wako hawana kwa chako, ufurahi, ndio furaha yako kiroho na ndio kopi. Mtu mzima holistic, mtu mzima kiroho na kimwili. Kuna kama vingine vinasita kiroho wataabudu usiku simba watafanya nini? Sawa, kama nikasubiri, lakini ya kwenu ni kiroho na kimwili. Na mkifanikiwa hilo, mtakuwa mmekuwa wachungaji kweli, na tutakuwa tumeadhimisha vema Jumapili ya mchungaji mwema. Anasema hongera tena sana kwa kumaliza kikao. Hongera kwa wale waliochaguliwa, watawajua rasmi baadaye, lakini nilikuwa nawaombea hata kabisa zote nilizozungumza leo, zote nilikuwa naombea kikao hiki kiweze kumalizika vizuri. Na nashukuru Mungu, nadhani na tumaini kimalizika vizuri, na tunaweza sasa kwenda mbele. Kichwa juu, licha ya toto changamoto hapa. Mtu asiye na changamoto amekufa, lakini aliye hai changamoto hazikosi. Iliyopo nilisema kwamba kama zipo tutaziingia, tutazimaliza, hazitaisha. Hongera sana, Mungu awabariki. Asante sana baba askofu kwa kazi kubwa uliyofanya. Asante sana mheshimiwa sana mwanzo uliyekuwa hapa na wewe. Asante sana mapadre, asante sana viongozi, na viongozi nadhani wamemaliza kwa sababu mstari wa mbele ndio nataka kuna wengine wamemaliza. Asante sana mahali popote walipo. Kwa namna ya pekee mheshimiwa wetu mbunge yuko bado amekuja kwenda Dodoma. Anataka kwenda Dodoma. Basi hivyo tunajina nanya mtakwenda Dodoma Asante sana. Hivyo nashukuru wote ambao wamemaliza, na nashukuru wale ambao wanaingia. Mungu Mwenyezi atupe nguvu kwa moyo wa kopi. Kwa moyo wa kopi tunapanda mbegu ya matumaini. Tunapanda mbegu ya matumaini. Kwa moyo wa kopi. Tumsifu Yesu Kristo.